Kwa majina naitwa Jackson Nzinza, mwenyekiti wa chama cha wafamasia PST kwa kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Tumetembelea hapa mkoa wa Njombe kwa lengo la kuja kukutana na wanachama. Tumezungumza mambo mengi na wanachama wamezungumza mambo mengi. Baadhi ya mambo ambayo wamezungumza wanachama na wamejaribu kukishauri chama ni kuelekea mkutano mkuu wa mwaka ambao utafanyika Arusha tarehe 4. Wamejaribu kushauri vigezo vya kuingia kusoma pharmacy viongezwe. Badala ya mtu kuingia na vigezo vya D2 basi viongezwe viwe zaidi, labda kama ni CC ngapi, ili kuweza kuboresha hii huduma au taaluma ya pharmacy, kwa sababu inashuka na tunapata watu ambao hawana uwezo. Vitu vingine ambavyo wamependekeza wanachama na wamekishauri chama ni kuhusiana na mtihani wa Secretariat ya Ajira, ambao wamesema wao wameomba ni kwamba ni bora mtu amesoma chuo, akimaliza chuo aajiriwe basi kwa vile vigezo ambavyo chuo kilimwamini na huko shuleni walimwamini, basi aajiriwe moja kwa moja badala ya kufanyishwa mtihani. Kwa ni mambo ambao wanachama wameshauri. Kitu ambacho walikuwa wanasema wanachama ni kwamba mtu amesoma miaka 4 na akaenda kufanya internship, kwa maana mafunzo ya kazi kwa mwaka mmoja, halafu uje umtathmini kumpatia ajira ndani ya mtihani ambao unafanyika ndani ya masaa 3. Kwa hiyo unakuwa umemonea. Kingine ambacho walisema ni kwamba kwenye kule kusahiliwa, mtu anaweza kasahau tu kitambulisho cha taifa, amelala guest au amelala kwenye hotel, akija ana vyeti vyote lakini amesahau tu kitambulisho kimoja, unamrudisha nyumbani na amekosa ajira. Kwa hiyo ilikuwa inawaathiri sana. Kwa hiyo walivyokuwa naomba wanachama ni kwamba mtihani uondolewe. Jambo ambalo lingine wameongeza ni kwamba wameomba ajira ziongezwe, ajira za taaluma ya afya kupitia pharmacy, yani wafamasia waajiriwe zaidi. Wao ambao wameona ni kwamba wanaajiriwa wachache sana. Kwa hiyo wanaomba waajiriwe wengi ili kusudi wakafanye majukumu ambayo ni ya kifamasia, kwa sababu wao wamesema sehemu nyingi hawafanyi yani hawafanyi kazi kama watu ambao wa famasia, wanafanya kazi watu ambao si wa famasia. Kwa wanatamani wao waajiriwe, serikali panue wigo kwa ajili ya wafamasia wengi ili tukaweze kupanua wigo wa hii huduma ya pharmacy kwenye kada ya pharmacy. Kwa watu wapate huduma ambazo zinastahili, ambazo ni za kifamasia zaidi. Obvious, mtu kama hujasomea labda sheria na ukaenda kufanya kazi ya sheria, maana yake utaasiri kwa kiasi fulani. Hivyo na kwenye pharmacy kama hujasomea dawa yenyewe na umesomea labda maabara, ukienda kufanya kazi za dawa maana yake unaathiri. Kwa hiyo ilikuwa inaathiri kwa kiasi fulani. Kuhusiana na mikataba ya wafamasia na wamiliki wa maduka ya dawa kwa maana ya pharmacy, ni kweli hili limekuwa na changamoto, lakini changamoto inakuja kwenye uelewa. Na hisi kwenye kipengele hichi wafamasia wenyewe hawana uelewa wa masuala ya mikataba. Unajua ukishasoma pharmacy unasoma tu zile sheria ambazo zinakuguide kwenye professional yako, kwenye taaluma yako. Hausomi zile sheria za kuingia mikataba. Hii wafamasia inawasili sana kwa sababu wanakuwa hawajui masuala ya mikataba. Kwa hiyo tumejaribu kuelimisha leo mawili matatu, lakini kama mmiliki ameenda kinyume na mkataba, mtu pekee anayeweza kumwajibisha ni yeye mwenyewe mfamasia, akamshtaki kwenye mahakama ya usuluhishi ambapo inaitwa CMA, akamshtaki kule. Kama kuna malalamiko ya malipo na vitu vingine anaenda kulalamikia kule. Kwanza ni shukuru serikali, tumshukuru sisi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kwa sasa hivi kuna maboresho mengi. Kila hospitali ya mkoa saa hizi ukienda unakuta kuna pharmacy ya pale. Mtu akikosa dawa ananunua pharmacy ya hapo ambayo ni pharmacy ya serikali. Lakini pia hata wananchi wengine wanaweza kaja kununua hapo dawa. Tofauti na zamani ulikuwa ukikosa dawa unaenda mitaani unahangaika kwenda kutafuta dawa. Lakini saa hizi dawa ziko hapo. Pharmacy zimesogezwa hapo. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa ambayo tumeanza kuona, mpaka wafamasia wanaenda kwenye maodi ambao kitu unaitwa ward round. Yani mnapoenda kumuona mgonjwa ameamkaje, mnamsalimia, unakuwepo mfamasia, daktari, nesi, nani. Kwa hiyo tumeona sasa hivi kuna improvement kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru serikali kupitia Wizara ya Afya. Kwa jina naitwa Sunday Hokororo, ni kaimu mfamasia wa mkoa wa Njombe. Kikawaida ukiangalia fani yetu inashuka sana kutokana na vigezo vinavyotumika kuingia watu katika kozi ya pharmacy.
vigezo viko chini sana. Kama mtu unamdahili katika upande wa pharmacy kwa D2, kwa upande wa certificate na diploma, hii inashusha sana kada yetu ya pharmacy. Tulikuwa tunaiomba pia mamlaka husika kama Baraza la Pharmacy pamoja na NACTE waweke vigezo sawa kwa kada zote za afya ambazo zitakuwa zinaendana na sio kuweka huku tofauti na kada nyingine. Hilo ndio lilikuwa ombi letu kwa upande wa serikali. Kwa majina anajulikana kwa jina la Hilary Masudi. Mimi ni mwakilishi wa famasia kwa upande wa vyuo vinavyopatikana nyanda za juu kusini. Hata kuna baadhi ya sehemu moja tumeshazungumzia, mfano kama vile kwenye hospitali unaweza kukuta kuwa kuna watu ambao ni non-pharmaceutical personnel wako pale wakifanya kazi, lakini kuna wafamasia ambao kibao kuna pharmaceutical assistant, pharmaceutical technicians wako wengi sana mtaani na hawana kazi, ambao kwa kawaida zile nafasi zilikuwa ni nafasi zao. Kwa hiyo issue ambayo ni nzuri zaidi ni kwamba ikiwezekana sehemu kama hizo basi hao watu wawe considered, kwa sababu tunao wengi kama saa hizi, tunao wengi mtaani. Kwa hiyo kama inawezekana issue kama hiyo basi wajaribu kuweza kupewa nafasi, kwa sababu ndio fani yao ambao wamesomea.